moja ya sifa njema ya wanafunzi hawa, walikuwa na moyo wa ibada. Walikuwa na moyo wa ibada. Walizingatia sana maelekezo ya Yesu kuhusu ahadi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Walikuwa mahali pamoja. Walikuwa wanajali kile walichoelekezwa. Walikuwa wanajali fundisho ambalo Yesu aliwapa. Kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, tunayo mpango kazi. Tuna mpango mkakati, tuna mpango kazi. Ni kwamba miaka 13 ya moto wa uamsho, manake wote kwa pamoja tunamtaka Bwana na nguvu zake. Ndani ya miaka hiyo 13 ni kwamba kanisa linafundishwa lirejee kwenye kusudi la Mungu, lirejee kwenye kanuni za neno la Mungu. Hao watoto ninaona wanazunguka nje, warudi kanisani. Hao watoto hao, miaka hiyo 13. Kwa ni mpango mkakati ambao kanisa lote tulikubaliana wote ya kwamba tunarudi kumtafuta Mungu kwa viwango vingine. Tunarudi kumtaka Bwana na nguvu zake. Unajua, kama ulikuwepo kwenye somo la wanafunzi na maandiko, manake bila kumtaka Bwana, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Mungu anawaambia wana wa Israeli kama watamtafuta atafanya nini? Kama watamtafuta atafanya nini? Ataonekana. Kama wakimwacha atawaacha. Huo ndio mfumo ambao Mungu anautumia. Kwa hiyo ni kwamba watu walikuwa wameshageuka, wanaabudu miungu, wanafanya ibada za sanamu. Mungu kitu hicho hakipendi, na watu wakiwa vuguvugu lazima warudi kwenye ibada hizo. Unajua, mojawapo ya mtu ambaye anaelekea kufa kiroho, unashangaa mtu aliokoka, alikuwa anachukia dhambi, alikuwa anachukia uovu, lakini ukishaanza kusikia ndani ya moyo wako yale mambo ambayo ulikuwa unayachukia yanaanza kurudi moyoni mwako, unaanza kuyatamani, unaanza kuvutiwa nayo, ujue tayari unaelekea kwenye anguko. Maanake umepoa, hali ya zamani imerudi. Ulikuwa unapenda ibada, hukutamani hata siku moja ukosa ibada. Ulikuwa unapenda kufunga, ulikuwa unapenda kuomba, ulikuwa unapenda kusudia, ulikuwa unapenda kutoa, ulikuwa unapenda kutembelea watu, ulikuwa una roho ya upendo. Halafu unashangaa umeacha yote hayo, umeanza kuwa mtu wa visilani, umeanza kuwa mtu wa visa, umeanza kuwa mtu wa chuki, umeanza kuwa mtu wa kujipenda, umeanza kuwa mvivu. Ujue uko kwenye wale wa mama ambao wanaelekea kilini Kisulushaga, ona kuna kamshale wanakuonyesha wanaelekea kwenye mstari mwekundu, sio si ndio kapo daktari anakuonyesha hali yako sio sawa. Unatakiwa ujitahidi sasa, ushauri unapewa ushauri na saa. Sasa na kanisa, mwamini kama sisi washirika, unapoanza kuona unaelekea huko, ibada zinakufa, maombi yanakufa, huna shauku yoyote ya kuomba, huna shauku yoyote ya kushuhudia hali ya upendo. Leo tumetangaziwa mwenzetu anaumwa. Hata mama Edina alinipigia jana usiku, alinitumia message, nikapiga usimu kwenye mida ya saa 4 na kitu saa 5, hakupokea, nikahisi wenda wamelala. Baadaye akanipigia akasema, mwanangu kwa kweli hali yake sio nzuri, nilikuwa ninampa huduma za kawaida, lakini naona Mungu aniwezeshe kesho sasa niwaone wataalamu, yawezekana ameenda hospitali. Aliniambia jana, akasema ninamshughulikia. Kwa hiyo unashangaa mtu anapata taarifa fulani anaumwa, fulani anaumwa, wala hana mpango wa kwenda kumuona, wala hana mpango wa kumpigia simu, wala hana mpango wa kwenda kumsalimia. Fulani haonekani, ana mwaka mzima, ana mwezi mzima, ana miezi mitatu, wala hana mpango. Kanisa linabaki kwenye kuburudika. Tunaimba sifa, tunacheza, tunaimba kwaya, tunacheza, yani vitu hivyo ndo tunabaki navyo. Tukishamaliza tunarudi nyumbani kukaa. Hiyo hali sio shwari kwa kanisa. Mwambie mwenzako, hiyo hali sio ya uzima wa kanisa. Kanisa linachancharika,
Miaka ile tumeokoka, unashangaa ibada inaisha kama hapa siezi wote, awe ni msichana, awe ni mwanamke, au ni mwanaume, unashangaa wote. Hasa idara ya vijana, watu wanaenda mitaani, utakuta wako kwenye senta hiyo, utakuta wako kwenye kituo kile, utakuta wako kwenye stendi ya gari. Yaani injili inahubiriwa kana kwamba watu wamechanganyikiwa. Leo zinahubiriwa injili za hela. Yaani akimaliza para anaanza kuzunguka mlango wa duka hadi wa duka, toa sadaka yako, toa sadaka yako. Hiyo sio injili tulioitiwa. Ilikuwa inahubiriwa bure. Sawa, utaniambia ataendaje sehemu zingine? Sio kila mahali unakotua. Niliendaga Dar es Salaam ndo nilichanganyikiwa. Yaani ukishuka stendi unakutana huyu anahubiri, ukiingia sokoni unakutana huyu anahubiri. Sasa mwingine kibaya zaidi, naenda kupanda gari na shangaa naomba sadaka. Ujumbe sijausikia, anaomba sadaka. Sasa nimesikia nini? Nitoe sadaka ya nini? Yaani sijasikia chochote. Mimi ninakutana na mtu mlango kwa mlango, gari kwa gari, toa sadaka yako, changia kazi ya Bwana. Sawa, haina shida kuchangia kazi ya Bwana, lakini lengo la kwanza ni watu wasikie habari njema, sio pesa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu analeta uhai wa kiroho. Nimekasema hawa walikuwa na tabia, wanafunzi hawa walikuwa na tabia ya kukaa kwenye ibada. Matendo 1:14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Wote walidumu, hata ndugu zake Yesu waliokuwa wanamkataa. Unajua ukifuatilia Bwana, Roho akija, Yesu aliacha amewavuvia wote. Mama yake Yesu alikuwa pale, ndugu zake. Ukisoma Yohana nafikiri sura ya 7, kuna wakati ndugu zake wanamkataa Yesu. Wanasema, wewe kama unataka kujulikana, hakuna mtu atendaye jema asitake kujulikana. Kama unataka kujulikana, nenda watu wakujue kule. Biblia inasema maana hata ndugu zake hawakumwamini, lakini baada ya Yesu kuwa amepaa kwenda mbinguni, ndugu zake waliona kazi aliyoifanya, walianza kumwamini na wao walikaa. Maanake hapo walikuwa wamekaa kwa moyo mmoja, wanasubiria ile ahadi, wanasubiria neno la Mungu litimie. Kwa hiyo katika Matendo ya Mitume tunaona ahadi inatimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile sura ya pili mstari wa 1 hadi 14 anasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja wote. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Nirudie tena, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Walikuwako mahali pamoja, nimesema ni mahali pa ibada. Walikuwako wote washirika, hakuna mshirika aliyepuuzia, maana ulikuwepo ujumbe, mkae msubiri ahadi ya Mungu. Wote walikuwepo, na ninaomba nikwambie, ili uzione ahadi za Mungu zinatimia katika maisha yako, lazima uendelee na ibada, lazima uendelee na maombi. Usipunguze ibada, usipunguze maombi, usipunguze huduma, usipunguze utumishi, ili umuone Mungu anakubariki. Kaa kwenye uwepo wake. Ibada ndo zinatuingiza kwenye uwepo, huduma ndizo zinazotukuza kiroho. Haleluya! Kaa kwenye uwepo. Walikuwako wote. Roho wa Mungu anaposhuka wote walikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Wote walikuwepo. Kama ni fundisho, wote walisikiliza fundisho. Tunajifunza nini kwa mitume hawa na wanafunzi hawa? Hapa tunajifunza kuwa walikuwa na utii. Watu hawa walikuwa na utii kwa Mungu wao, maana walisikia ahadi. Walikuwa na utii. Ili kanisa limuone Mungu, lazima waamini tuwe na utii kwa ahadi zake, kwa neno lake, kwa maagizo yake. Lazima tutii. Kutii ni kukubali kuwa chini ya uongozi wa Mungu,
ni kukubali kufuata kanuni, ni kukubali kukaa kwenye kanuni, ni kukubali kukaa kwenye maelekezo, ni kukubali kuendelea kungojea, ni kukubali kuendelea kuamini, ni kuendelea kufuatilia. Huo ni utii kwa ajili ya ahadi yake ambayo Bwana ametuahidi. Mimi na wewe tumeahidiwa. Sema amen. Haleluya. Na sisi tukitii na kuamini ahadi yake na kutafuta uso wake kwa kumfanyia Mungu ibada na maombi, tutabatizwa tena wote na Roho Mtakatifu kama mitume walivyobatizwa, kwa sababu ahadi hii ni kwa wote waliookoka, watakaookoka na wale ambao hawajaokoka. Ahadi ni kwa wote wanaoitwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili umuone Roho wa Mungu unahitaji kutii, na sisi tutampata Roho Mtakatifu. Mstari wa 2 anasema kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu. Hebu rudia, kukaja ghafla. Soma kwa sauti, kukaja ghafla kutoka mbinguni kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Haleluya. Kukatokea ghafla. Watu wako kwenye ibada, watu wako kwenye maombi, watu wako kwenye sifa. Akina Ema wanapiga vinanda kule, akina Tobi wanapiga gitaa, hao wanapiga solo, hao wanaongoza ibada. Walikuwa wote mahali pale, walikuwa wote kwa moyo mmoja, wanasubiria. Mioyo yao iko wazi, mioyo yao ina kiu, mioyo yao ina shauku. Ghafula wakashangaa, kinatokea kivumbi, unatokea upepo, au kujulikana umetoka wapi. Ile nyumba waliokuwa wamekaa, Biblia inasema wote wakajazwa ghafla. Mwambie Bwana atanijia ghafla. Mwambie mwenzako Bwana atanijilia ghafla. Mwambie mwenzako Bwana uja ghafla. Usipotegemea anatokea wapi, anakuja ghafla. Yesu anaongea, Yohana anaongea katika ile Injili ya Yohana ile sura ya 3, anasema upepo uvuma upendako, wala hujui unakotoka wala unakokwenda. Yaani hawakujua umeinjilia mlango huu. Msaidie mtoto, anaweza akadondoka hapo. Jamani, msione, angalia wazazi. Mama Shema, angalia watoto hao. Pabaya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haujui anatokea wapi. Na ndiyo maana tunajifunza kutii. Kukaa kwenye baraza la Bwana, kukaa kwenye nyumba ya Bwana, kukaa kwenye kanisa lake, kukaa kwenye magoti. Haujui saa ngapi atakuja, haujui ni siku gani atakuja, haujui ni wakati gani utapokea, lakini yeye kwa sababu anaona watu ambao mioyo yao iko wazi, mioyo yao ina kiu, atakuja ghafla, atawajilia ghafla, atawajilia ghafla. Wanaotafuta uso wake, wanaoomba usiku na mchana, wanaokesha, wanauliza ahadi ambayo yeye amesema, maana yeye ni Mungu wa kutimiza. Ahadi inatimizwa. Matendo ya Mitume 2, ahadi inatimizwa. Yesu aliahidi, ahadi inatimizwa. Ulishaandika, ahadi inatimizwa. Mwambie mwenzako Yesu anatimiza ahadi yake. Mwambie ukiendelea kungojea atakutokea ghafla. Sema tena kama mwenye shauku, sema ukingojea ahadi yake, ukitegemea, ukitumainia, ukitii kwa moyo wako, atakujia ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja ghafla mwanaume. Haleluya. Ghafla. Nimesema tukiamini ahadi yake Yesu ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu na kukaa tukingojea kwa utii, Roho Mtakatifu atakuja ghafla. Kila mmoja wetu atabatizwa
Unaweza ukawa nyumbani ukabatizwa. Unaweza ukawa ofisini ukabatizwa. Unaweza ukawa kwenye maombi ukabatizwa. Unaweza ukawa kazini ukabatizwa. Unaweza ukawa unaendesha bodaboda ukabatizwa. Unaweza ukawa unaongoza bajaji, unaendesha bajaji ukabatizwa. Unaweza ukawa unaongoza unahudumia wagonjwa ukabatizwa. Utabatizwa. Haleluya. Hivi wangapi wana kiu? Wangapi wana kiu? Naomba nikueleze habari njema. Yesu anakuja kwenye kiu. Roho anakuja kwenye kiu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaona inapotokea hospitali maalum, hospitali fulani au serikali ikatangaza kuna madaktari bingwa kutoka India, au kuna Watanzania wamejitoa madaktari bingwa kwa ajili ya kutoa huduma fulani, unakuta watu wamejazana hivi. Hiyo ni ahadi ya serikali. Kuna madaktari watatoa msaada wa huduma fulani, unakuta watu wamejazana hivi, kila mmoja ana kiu. Kumbuka kuna kipindi ilikuwa imetolewa huduma Dar es Salaam, yani watu walikuwa wanaamka usiku. Kuna madaktari, si walikuwa uwanja gani, sio ni Mnazi Mmoja, yani madaktari watu wanaamka usiku na mapema. Kwa nini? Kuna neno la serikali, wako madaktari bingwa. Sasa na sisi tujue kwamba Yesu ametoa ahadi, anatoa mwaliko wa kila mmoja aliye na shida, aliye na kiu, aliye na shauku, aliye na njaa, haje kwake, haje kwake, haja hudumiwe, haja ajazwe, haja uishwe, haja aponywe. Haleluya. Ni mwaliko. Yesu apewe sifa. Jamani, unajua nimesema muda umeenda. Nimesema muda umeenda na muda umeisha. Ile sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 3. Kukawatokea ndimi, sema kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia, kama Roho alivyowajalia kutamka. Kukawatokea ndimi za moto, wote wakajazwa. Kukaja ghafla, anasema kukawatokea ndimi za moto. Wanasema wataalamu kwamba waliokuwa wanaomba, yani ni kwamba ilikuwepo ishara kama miali ya moto. Wakati watu wanaomba, wanaona kwenye vinywa vyao kana kwamba ndimi zao zina moto, kana kwamba ndimi zao zina moto. Moto una kazi nyingi. Moto unawakilisha uwepo wa Bwana. Moto unawakilisha Roho Mtakatifu. Sehemu nyingine maandiko yanaonyesha moto ni ishara ya Roho Mtakatifu, na alipokuja kwenye vinywa vyao, Roho ndiye anayetahiri vinywa. Roho akatahiri mioyo yao, Roho akatahiri vinywa vyao, Roho akatakasa midomo yao, Roho akatakasa mawazo yao, Roho akatakasa akili yao, Roho akatakasa mili yao. Wote wakajazwa, wakaanza kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Roho ndiye anayetujalia kutamka. Roho ndiye anayekujalia kuomba. Roho ndiye anayekujalia kushuhudia. Roho ndiye anayekujalia kutoa. Roho ndiye anayekujalia huduma. Roho ndiye anayekujalia karama. Roho ndiye anayetujalia kutenda miujiza. Ni Roho. Cha msingi ukubali kama yeye anavyotaka. Wakatamka kama Roho alivyowajalia. Wale wanaotoa unabii, anakuambia leo kuna unabii wako, nafikiri huo si wa Mungu. Unabii unaletwa na Roho. Anaweza akakamata kinywa chako. Yeyote yule aliyejazwa anaweza akatabiri. Unabii si wa watu maalum. Leo kuna watu wanaitwa manabii, nabii mkuu, wanaitwa mitume wakuu. Na Yesu abebe huduma gani kama kuna mtume mkuu? Mtume wa kwanza aliyekuja kuokoa, aliyekuja kukomboa watu ni Yesu Kristo pekee, ndiye mtume mkuu. Na kama kuna nabii aliyetabiriwa ambaye ametimiza unabii, nabii mkuu ni Yesu Kristo, si watu. Kwa hiyo akawajalia kutamka. Kwa muktadha huu,
elewa Roho Mtakatifu. Unaweza ukaambia leo ufundisho ukasema siwezi. Unaweza ukasema nenda ukashuhudia ukasema siwezi. Unaweza ukaambiwa leo tupe neno ukasema siwezi. Naomba kama uwezi na umeambiwa na umealikwa, hebu mwambie Mungu, Roho Mtakatifu, nimepata kibali kwa mtumishi, nimepata kibali kanisani, nimepewa huduma hii. Naomba Roho Bwana uniwezeshe kuifanya, uniwezeshe kutamka, uniwezeshe kuhubiri, uniwezeshe kufundisha. Roho akawajalia kutamka kama anavyotaka yeye. Hata kunena kwa lugha ni Roho anayetupa kunena. Ziko lugha tunazoanza nazo kunena kwa lugha. Tena kila moja kuna namna alivyoanza kunena kwa lugha. Lakini kwa kadiri anavyoendelea, anazidi kunena lugha nyingine. Anazidi kubadilisha. Cha msingi usiige lugha ya mtu. Maana wapo leo, unaweza ukakutana mwimbaji ananena ukasema huyu ni fulani huyo. Unaweza ukakutana mtu ananena kuiga fulani. Usiige lugha ya mtu. Mungu kila mtu anampa lugha yake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakajalia kunena kama Roho alivyo wajalia kutamka. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Hiki ni hitaji. Sasa tunasema ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, huonyesha madhihirisho ya nje kwamba Mungu alikuwa pamoja na wao. Huonyesha madhihirisho, hizo ndimi zilikuwa zinaonyesha madhihirisho ya nje kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, akitenda kazi kwa nguvu. Wengine amwandiki, ni madhihirisho ya uwepo wa Mungu, ni madhihirisho ya uwepo wa Roho Mtakatifu, ni madhihirisho. Ukimwona mshirika ananena kwa lugha, hajawahi kunena, unashangaa ananena kwa lugha, maana ni madhihirisho ya nje kwamba amejazwa. Wako wanaouliza maswali, ina maana ukijazwa Roho Mtakatifu lazima unene kwa lugha? Ndio. Ni ishara ya kwanza ya nje kwamba umejazwa. Ni ishara ya kwanza ambayo ni ya nje. Kwa lugha nyingine ni kwamba ni tangazo pia kwa watu kwamba fulani na yeye amejazwa, tayari amejazwa. Huo ni udhihirisho wa Mungu, na kila mwamini anatakiwa kuwa na shauku ya kujazwa. Maana tunaponena kwa lugha, hatuneni leo tukaacha mpaka mwaka kesho. Hapana, tunapaswa kuendelea kunena, kwa sababu Roho ndiye anayetusaidia. Roho ndiye anayetuwezesha katika kunena. Kuna kunena kwa lugha kama kawaida. Unaweza ukashangaa baadaye unanena, anakupa ujumbe wa kunena. Kunena kwa watu, anakupa fundisho la kusema. Huyu Roho akawajalia kutamka. Kwa tukaona ishara ya nje. Ishara ya nje. Matukio ya uwepo wa Mungu ya namna hii tunayaona kwa watu wake yakijirudia katika Biblia. Ishara ya uwepo wa moto ilidhihirisha uwepo wa Mungu. Yaani maanake ishara ya uwepo wa moto ambao ulitokea ilidhihirisha uwepo wa Mungu mwenyewe, na ni Roho Mtakatifu. Najua katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6, wala ambao tunasoma wote, naomba unisomee Kutoka sura ya 1 sura ya 3 mstari wa 6. Utaona udhihirisho wa moto. Kijiti kinawaka. Musa anaona kijiti kinawaka. Musa akashangaa wakati anachunga mifugo ya Yetro, anaona kijiti kinawaka moto. Lakini kijiti wakati kinawaka moto, Musa akaanza amepuuzia. Baadaye akajiambia mwenyewe, akasema nitageuka niyaone maono haya. Ni nini maana ya kijiti hiki kuwaka? Biblia kuna pointi moja unaipenda pale. Biblia inasema Mungu alipoona Musa amegeuka,
akasema ngoja niseme naye. Kumbe wakati mwingine Mungu anasubiri tugeuke, tuangalie kwa kumaanisha. Akatazama akaona, na baadaye akasema moyoni mwake, nitageuka niangalie nini maana ya kijiti hiki kinachowaka hakiteketei. Mungu alipoona Musa amegeuka, ametazama kile kijiti, Mungu akasema naye. Nafikiri anayegeuka basi kuna mahali alikuwa anaelekea, na baadaye anapata ujumbe, taarifa ya kwamba unaitwa, anageuka. Halafu alijiambia nitageuka. Hebu jiambie nitageuka. Nitageuka. Nione kijiti hiki. Nione ujumbe huu. Nione ujumbe huu. Nini maana yake? Mungu alipoona akamwambia Musa, vua viatu, mahali hapo ulipo ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaniambia kwa hiyo na sisi tunatakiwa tukijazwa Roho tuvue viatu? Hilo sio fundisho. Mungu tunachokiona, fundisho la kwanza, Mungu anasema na mtu aliyefanya maazimio ya kumfuata. Sawa eh? Mungu anaongea na mtu ambaye amefanya maazimio ya kumfuata. Yale yalikuwa ni maono ambayo Musa aliyaona, na tangia maono hayo Musa alipoamua kugeuka, Mungu akaanza kusema naye. Kwa nini anamtaka Musa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ishara ya moto. Hakuna aliyesoma siku hizi majaliwa, si hizi. Nisomee Kutoka sura ya 3. Nani amenisomea? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kutoka mbona iko mbali? Hamjafika. Kutoka ni jirani yake na Mwanzo. Unaweza ukashangaa mtu alishafika Ufunuo. Kutoka sura ya 3 jirani na Mwanzo. Ni vitabu 5 vya Musa. Unatoka Kutoka unaingia, unatoka Mwanzo unaingia Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Nani amefika nisome? Sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Asante sana. Asante. Musa alipojiambia nitageuka. Unajua jana nilikuwa na viongozi wa makanisa hapa. Yako mambo ambayo watu tunatianaga moyo, makanisa ya section. Kuna mafundisho ambayo tunafundishana kama baada ya miezi miwili. Nikawaambia hivi, wazee wa kanisa pamoja na ninyi ambao Mungu atawaita. Unajua usipofanya maazimio kwa ajili ya huduma unayoifanya, kwa ajili ya uongozi uliopewa, usipofanya maazimio, utakuwa kiongozi. Ninaongea na wale sasa, utakuwa kiongozi ambao upo. Mipango tunayoiweka inahitaji tukubali kutoka mioyoni kwamba tunasimamia, kwamba tutafanya. Kitendo cha Musa kusema nitageuka, yani manake ni kwamba ni sawasawa mtu anasema nimeamua kumpa Yesu maisha yangu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Nimeamua kugeuka, kuiacha dunia na kuambatana na Bwana. Hicho kitendo mbingu inakitia muhuri. Na Mungu anaweza akaanza kuzungumza na wewe, kukupa maelekezo kwa sababu umefanya maamuzi wewe. Kitendo cha Musa kukubali kugeuka, kuyaona maono, tena anasema niyaone maono makubwa. Hajawahi kuona kijiti kinawaka
kuteketea. Hajawahi kuona. Ni nani huyu aliyekuwa kwenye kijiti? Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Tulikuwa tunajifunza misingi 16, nimeanza kuifundisha. Mtu mmoja akauliza akasema, mtu mmoja amesema Mungu, anasema Mungu wale watu ambao walikuwa wanatokea, nikawa nafundisha kuhusu uwepo Utatu Mtakatifu. Akasema Mungu katika Agano la Kale alikuwa anatumia malaika. Shida wanapona malaika wa Bwana, akasema na Musa. Wataalamu wa theolojia wanasema huyu alikuwa ni Yesu. Malaika wa Bwana. Kwa sababu tunaona malaika wa Bwana akamtokea Gideon. Yuko Gabrieli, lakini malaika wa Bwana. Wengine nikawafundisha akasema roho wanamuona Agano Jipya, lakini roho halikuwepo. Halikuwepo. Huyu ni roho huyu. Alipokuwa kwenye ndimi za wanafunzi, Matendo ya Mitume sura ya 2 pale, wakaona ndimi zao zinawaka kana kwamba kwa moto ndimi. Na ngoja nikwambie, yani ukijizika kweli kweli ukaamua kutembea katika uwepo wa Mungu, yani huwa kuna watu wanaonaga moto hawakuoni wewe. Hawakuoni wewe. Yuko mtumishi aliwahi kuingia kwenye duka la Dubai. Yani ile kitena anaingia tu mule. Mimi siwahi kuingia na yule mwindi, siwahi kumuona. Kitena anaingia tu mule. Mwindi akamwambia, "Wewe, tonje huyo, tonje huyo." Jamaa akasema, huyo. Nani? Huyo. Sasa huyu mchungaji ajui anaendelea. Baadaye walinzi wakaja wakasema, "Wewe utoke nje." Akasema nini? Toa. Yaani akija kusema toa nje, akitaka kujitetea. Baadaye wale walinzi wakamtoa. Sasa wewe ni nani wewe? Unajua huyu jamaa tunafikiri maruani yake hayapatani na wewe. Anamwambia maruani yake hayapatani na wewe. Unaona? Mimi imenitokea mara kadhaa. Kabisa. Imenitokea mara kadhaa. Siku nyingine kuna mtu mmoja alikuwa ni Muislamu na mdai hela yangu. Siku moja kila nikienda ananipiga tarehe. Siku moja akaja akaniambia. Akasema, "Hivi wewe kila mbona ukija hapa unabadilika wewe? Yaani kila ukija hapa unabadilika. Wewe ndio ulikuwa umekuja juzi tulikuwa tunaongea nao." Akasema, "Mbona unakaa unabadilika?" Kwa hiyo ninapoenda nimeomba, anajificha, hataki akutane na mimi. Na baadaye kuja kufuatilia biashara naifanya, ni biashara ya ajabu sana. Bado nilikuwa nina bidhaa zao nafanya ujasiriamali wangu. Kuna mizigo nilikuwa nimemuzia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana ni kama moto. Ni kama moto. Mhubiri anapokuwa anaongea eneo ambalo lina upinzani, yale maneno huwa yanachoma. Hata Petro utaona anahubiri, wanasema, "Bwana, tufanye nini?" Biblia inasema maana yale maneno yakawachoma mioyo. Neno la Bwana ni kama moto, ni kama upanga, lile ambalo limevuviwa lina uwepo, huo ni kama moto. Ndiyo maana unapokaa sawa na Bwana, wengi watakuchukia, wengi watakukataa, maana maneno yako yanachoma kama moto. Kwa nini unakukataa? Kwa sababu kila unalonena unaongea kwa ushahidi wa Mungu, unatoa ushahidi wa Mungu. Yeye atakwambia wewe kila neno ni Mungu tu. Yesu amesema maneno yangu yakae sana kwa wingi, si ndio? Yakae kwa wingi. Muulize mwenzako, yanakaa leo kwa wingi kwako? Wafalme wa kwanza 18:38 hadi 39. Tunauona moto huu unateketeza sadaka ambayo Elia alikuwa ameitoa kipindi hicho cha manabii wa uongo. Elia akatengeneza madhabahu ili kuonyesha ni nani Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. Huu moto baada ya ile sadaka, tunaona moto unashuka kutoka juu, unaiteketeza ile sadaka. Haleluya. Alafu ule moto ulichukua sadaka, maji yakabaki. Yaani Elia alitengeneza madhabahu ya mawe 12, akachukua kuni akaweka, na para alikoweka kuni akachukua maji akamwaga. Yaani manake ni kwamba huyu mtu ibada anayoifanya amemwaga maji, huo moto hautawaka. Moto hautawaka. Lakini cha ajabu, ule moto ukashuka ukateketeza ile sadaka yote. Moto umesoma, umeona?
Wafalme wa kwanza 18:36 tumeona. Soma na kupa ushahidi. Ni sehemu ya pili ambayo tunaona moto. Kwa tunaona moto. Nisomee nimalizie hapa. Muda umeniacha. Wafalme wa kwanza, sawa? Sura ya 18, ndio. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 inasema, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. 37. Lakini hebu sikiliza, unasikia manabii wa kweli katika Agano la Kale, iwapo sio somo langu. Na ijulikane, hebu rudia pale. Ukienda kwa nabii anasema, na yafanya haya kwa ajili yako, Bwana. Soma tena pale. Tarudia. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Eliya nabii akakaribia. Akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli. Yaani maanake hayo ndilo taifa la Mungu hilo, ndio. Na ijulikane leo. Na ijulikane leo. Ya kuwa wewe ndiwe Mungu. Ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Anaanza Mungu, anakuja Leonard. Haweza kaanza Leonard, Mungu akawa baadaye. Unanielewa? Anaanza Mungu kwanza, na ijulikane ya kuwa wewe ndiwe Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi Leonard ni mtumishi wako. Haleluya. Amen. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Kwa neno lako, sio kwa maji, sio kwa vitambaa, sio kwa mafuta, sio kwa maneno yangu, kwa neno lako. Nabii alikuwa na neno. Acha wa sasa hivi wanaokula maharage wakaanza kutabiri panya. Haya 37. Ndio. Unisikie Bwana. Unisikie Bwana. Unisikie. Ili watu hawa wajue ya kuwa wewe. Unasikia? Ili watu hawa wajue ya kuwa wewe sio mimi, wakujue. Yaani kazi ya nabii ni kuwaunganisha watu na Mungu. Kazi ya mchungaji ni kuunganisha watu na Mungu. Wamfanyie ibada ya kweli. Wafanye ibada ya haki, waishi maisha ya haki, na ya kuwa wewe ni nani, na watu hawajue. Rudia. Ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. 38. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Baada ya maneno mafupi, ndipo moto wa Bwana ukashuka. Ukaiteketeza sadaka. Yaani maana ukaipokea ile sadaka. Na kuni na mawe na mavumbi. Ukayalamba. Uliwahi kuona, sikiza muujiza huo. Uliwahi kuona moto wa kulamba mawe? Uliwahi kuona tangu uzaliwe? Yaani moto unateketeza jiwe. Ukaramba nini? Maji. Ukaramba kuni. Ukaramba mawe. Na vumbi. Na vumbi yote. Na maji. Miujiza ya Bwana hiyo. Haleluya. Amen. Ndio. Amemaliza. Mwisho 6. Mwisho 39. 39 anasema. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi. Wakasema. Bwana ndiye Mungu. 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 Hebu sema Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Ni kuombe lolote unalolifanya kwa ajili ya Bwana. Bwana awe Bwana kweli kweli, atakutokea. Atakutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ishara ya moto. Kwa hiyo moto
unaweza kuashiria kuweka wakifu kitu au waamini na kutenga kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kazi ya kumletea Yesu Kristo utukufu. Nirudie ninapomalizia sehemu hii. Haijaisha ya pili hiyo. Nimesema moto unaweza ukaashiria au uliashiria kuweka wakifu. Kuweka wakifu. Sema kuweka wakifu au kuwekwa wakifu kitu au waamini na kutenga kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kazi ya kumletea Yesu utukufu. Kwa hiyo sisi tunapoeleza habari za kujazwa Roho, habari za kubatizwa na Roho, manake Mungu anataka atuweke wakifu. Unapoona wahudumu wanaotumikia Injili, hawa manake wametengwa. Jana nilikuwa ninaeleza hawa wazee wa kanisa, nikasema wazee wa kanisa, simamia huduma kweli kweli. Wachungaji ili watoe wa huduma, msiache wachungaji wakaanza kuhangaika, wanatafuta maisha, wale nini, wavae nini, watoto wasomeje. Wajibu wa wazee wa kanisa ni kuimarisha, ni kuhamasisha kanisa. Watu wamtie moyo mchungaji, watu wategemeze wachungaji wao. Mchungaji atafute ujumbe, mchungaji aombee watu, mchungaji atembelee watu. Sema amina. Nini kinachosemwa hapa? Manake amewekwa wakifu. Ndiyo maana yani mimi ukanikuta kwenye bani imekaa na mimi nimeagiza pombe, yani watu watawasa, dunia imeisha. Kwa nini? Dunia imeisha. Kwa nini? Wameona mchungaji anakunywa pombe. Yani hata asiamini anasema dunia imeisha, lakini mwingine akinywa ambaye hajaokoka, dunia haijaisha. Unanielewa? Yani mimi naweza nikafanya kituko kikatangazwa, lakini mwingine ambaye hajaokoka akitangazwa. Kwa nini? Nimewekwa wakifu. Hata wewe hivyo hivyo. Kuna mahali watu watakuona, alafu anasema kwa kweli wokovu haupo. Kwa nini? Maanake unatenda kitu ambacho wanajua Biblia iruhusu kukitenda, ila wenzako wanapotenda, akienda kanisani hawaoni shida. Kwa nini? Umetengwa. Sasa kutengwa, kuna aliyetengwa kuwa kuhani, lakini kuna aliyetengwa kwa ajili ya kumletea Yesu utukufu. Unanielewa? Wote tumetengwa, lakini kuna aliyetengwa kwa ajili ya watu. Yani manake kuhani ametengwa kwa ajili ya watu, ahudumie watu. Ngoja nikuchekeshe. Siku ya mwaka mpya, ukweli nilikuwa nimefanya huduma nyingi, nilikuwa nimechoka. Sasa ninamuuliza Mungu, ni nani atahubiri kwenye mkesha? Nikajiandaa. Sasa nikawa na mawazo mawili. Kuna watu ambao walikuwa wameshawasiliana naye, lakini tulikuwa Majaliwa tunakaa mara kwa mara tuko wote. Akasema, Majaliwa wewe uhubiri. Tuko wote nyumbani. Ilikuwa ni mchana. Akasema, mchungaji, sijajiandaa. Maana yake wazee nilikuwa sijawaona. Nikajua hapa kama mtu hajaonekana inawezekana yuko busy. So unajua kufunga mwaka una mambo mengi. Hai. Sasa wakati tunakuja nikaoga, tukamaliza, tulijiandaa mapema. Wakati tunakuja njiani, mama mchungaji akasemaje? Kwanza nilitaka kupita saluni, nikasema ngoja ninyoe nywele, na sijawahi kuzinyoa mama mchungaji. Ngoja ninyoe nywele kwanza. Asema hakuna. Twende bwana, watu wanakusubiri huko. Kwani wananisubiri mimi ndo kanisa? Twende watu wanakusubiri huko. Nikasema hapana, Majaliwa yupo, nimeshamwandaa. Akasema, wewe mchungaji wewe, hivi unajua watu wamekuja kusikia neno la mwaka mpya? Yaani watu wamekuja kanisani ili wasikilize Mungu anasema na nini, anasema nini kuhusu kuhusu maisha yao na kumaliza kwao mwaka. Sasa nikamwambia, Bwana, kwani mimi ndo nimeitwa peke yangu? Wapo wahubiri. Tukaja njiani. Sasa yale maneno Bwana yakaanza kuhubiri tena ndani ya moyo wangu. Ni kweli wewe ndo mchungaji pale, Majaliwa sio mchungaji. Sasa Mungu, nitaweza kusimama? Mbona nimechoka hivi?
Tulipofika hapo mlangoni hapo, tukakuta ibada ya kusifu inaendelea. Yaani Mungu akasema na mimi jumla, simama hudumie watu hao. Alafu sasa cha ajabu nikapewa na andiko pale pale ambalo kwa kweli ilikuwa sina. Nikapewa andiko, wape watu neno hili. Banaye nikadhani sitoweza, lakini nilishangaa nilipokubali. Sasa cha ajabu, ngoja nikwambie, Majaliwa kumtafuta na yeye haonekani, simuoni, ili tuwasiliane. Majaliwa, umejiandaa? Nikaja hapa, alikuwepo ndugu yetu Stani, nikamkuta akasema hapo sasa nimeshaambiwa pale. Akasema nimepona. Stani ile amekuja, nikamwendea nikamsalimia. Baada ya kumaliza kushukuru nikamuita, sasa bwana, hebu tupe neno la mwaka mpya. Tupe neno. Akasema baba, yani ndo nimefika, hata nyumbani sijafika. Kwa mchungaji sina maandalizi. Mungu wangu. Lile andiko likarudi, uhubiri wewe. Banaye nikasimama. Mungu alinipa ujumbe. Nikahudumu. Kweli uwepo wa Bwana ulikuwepo. Bwana alikuwepo. Nikawabariki watu kama Mungu alivyosema nami mwaka mpya. Sasa tunamaliza, tunaenda nyumbani. Mama mchungaji anasema, hivi mchungaji una habari? Ila Mungu huyu. Unajua mke wangu huwa ni nabii, ila wajitangaze. Sasa kabisa mama mchungaji asikwambie kitu kapuuzia, siwadanganyi. Akikuonya mama mchungaji ukakataa, litakalo kupata utaniambia. Mimi nakueleza kama mke wangu, kama kwa kuwa ni mke wangu. Sio kama namuinua. Hapana. Maneno yake ukiyafuatilia 100% yanatimia. Sasa tulipofika nyumbani, nikakaa nikasema mimi naenda kulala. Nikasema ngoja nipumzike kwako, nimechoka. Hapo ninawaza tena tarehe 1 hapo. Ila ujumbe wa tarehe 1 nilikuwa nao tayari. Nawaza tarehe 1 tena asubuhi. Nimechoka, tulitoka hapa karibia saa 7 kasoro. Yaani si jamani. Nilipolala, wakati nimelala akasema, lakini Mungu huyu mchungaji ni wa ajabu sana. Hivi unajua wakati ninaongea wewe, Mungu alisema na mimi. Na mimi nikamwambia hivi, kweli nilikusikiliza, lakini wakati umenyamaza tunaenda njiani, Mungu akaanza kusema na mimi. Na nimefika kanisani, Mungu akasema nami zaidi na akanipa ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wote tukaanza kumshukuru Mungu. Kwa hiyo sisi tumetengwa, si unaona? Alafu sasa baadaye nikamuita Majaliwa. Vipi Majaliwa? Kama Majaliwa, unisamee, nilikuandaa kuhubiri, lakini Bwana, maana yeye Majaliwa na anaingia kanisani alikuta na hubiri, nilikuwa nimemwandaa. Nasema unafikiri mchungaji nilikuwa na ujumbe? Akasema mchungaji, sikuwa na chochote cha kuambia watu. Nikasema Mungu, naomba unisamee. Sasa ingekuwaje? Angeongea nini? Nikamshukuru Mungu. Sasa mchungaji, nimefanya maandalizi, sikupata chakula. Unajua, ngoja nikwambie, hatuamki tu kuhubiri. Yaani Mungu anakupa message ya kueleza watu. Katika jina la Yesu, pokea ujumbe wa Bwana. Pokea neno la uzima la Bwana. Tunayaleta kwenu yametoka kwa Bwana na yamevuviwa. Pokea neno la uzima la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kuhani alitengwa. Roho wa Mungu anatutenga. Wote tumetengwa. Yaani wewe umetengwa kwa ajili ya kumletea Bwana utukufu. Unapoimba ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Unaposhuhudia ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Unapoenda kumtembelea mtu ukamtia moyo, kuna watu wana kalama ya kujenga, ya kushauri, ya kuonya. Hiyo ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sio mchungaji na anaweza akawa na kalama ya kuonya, ya kujenga, ya kutia moyo. Sio mchungaji, wala chuo cha Biblia hajaenda, lakini Mungu anamtumia. Kuna watu wana kalama ile ya kukilimu. Yaani yeye anatamani akubariki. Anapokuona anakubariki. Anaweza akakutafutia chochote ili ule. Anapoona mtu wa Mungu ana kalama ya kukilimu. Nao watu wanahitajika kanisani. Hapa unaweza ukahubiri mpaka ukamaliza. Hakuna anayeguswaga kukununulia maji. Hiyo kalama iko wapi? Yaani unamaliza unaanza, hata wazee wa kanisa watamui mchungaji, hii koo inakauka. Ndio maana isajione kachupa kacha. Nikimaliza nakapiga hapa. Na mimi mchungaji, yaani ile kalama ya kusema huyu mhubiri mtumishi wa Bwana, hebu nimpe angalau maji ya kunywa. Amna. Muulize hiyo kalama iko wapi? Ni kupoa kilo huko. Mpo.
Niliwahi kwenda kanisa moja kufanya huduma. Kila nikija kuhubiri nakuta chupa za maji, katoni ya maji. Kumbe bwana, kuna kasichana akana kazi, ila kalikuwa kameolewa kadogo. Watu wa mara wanaolewa wakiwa wadogo. Sasa kale katoto bwana kalishatoa oda kwa mchungaji. Yaani mchungaji, ninaomba tende ya kununua maji, wazee wa kanisa wasinunue, wala kanisa ni ya kwangu. Yeye ameweka oda ya kununulia watumishi wa Mungu maji. Yaani ukimaliza unapiga maji. Muulize wewe, uliwahi kufanya? Za kwako umesubiri kuja kwenda kula kitimoto. Hebu nimalizie hapo kwa leo. Tutaendelea, tutakuja tu na kalama. Kwa hiyo ziko kalama nyingi, kalama ya upendo. Unashangaa yeye mwenyewe ule upendo, yani asipomuona mama fulani anamtembelea, anaposikia mama fulani anaumwa anamtembelea, fulani anaoa au anataka kuolewa anaanza kumwombea, anaanza kumtia moyo. Uamuzi uliofanya ni wa muhimu. Jamani, Mungu awatetee. Jamani, Mungu awatie nguvu. Yani yeye hana hiyo huduma ya kutia moyo. Muulize mwenzako, wewe una huduma gani? Alafu mwambie mwaka huu lazima huduma yako ifufuke katika jina la Yesu. Mwambie mwaka huu huduma yako lazima ifufuke. Simama kwa miguu yako. Roho wa Mungu akuweke wakifu. Leo muda naona umeenda. Jumapili tutafanya maombezi. Tutafanya maombezi. Roho wa Mungu akuweke wakifu. Akuweke wakifu kwa kila kazi njema. Wako waimbaji, wako walimu, wako wainjilisti, wako mitume, wako wachungaji, wako watoaji. Yani wako ziko huduma nyingi, ziko karama nyingi. Anaenda vijijini kutia watu moyo. Ziko huduma nyingi ambazo Roho anazitoa, anatuweka wakifu. Cha kwanza uwekwe wakifu. Unajua aliposhuka Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste, cha kwanza alifanya utakaso, akatakasa. Moto kazi yake uchoma. Na ndiyo maana unaona hiyo roho ya Roho Mtakatifu anaposhuka, unaweza ukaombea mtu ambaye moyo wake umefunguka. Unashangaa anapokea na jazo roho. Amekuja na tatizo, amekuja na uvimbe tumboni, amekuja na homa. Unashangaa, unaweka mkono juu yake, roho anashuka, alafu anakuambia nimepona. Kazi ya Roho wa Bwana uponya. Moto unachoma. Tutaendelea kuona somo hili. Moto unachoma dhambi, zile tamaa. Roho anaposhuka, zile tamaa zinakufa. Kule kutamani, kule kutaka dhambi, anatenga, anakuondoa kwenye hivyo vitu, anakutenga, unakuwa special kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Wako wapi wadada wa Yesu sasa hivi ambao anasema mchungaji wangu, kila msichana anayeokoka nitamtia moyo nimjenge, maana ninajua Bwana alikonitoa. Kazi yao ni kutia moyo wasichana. Wako wapi vijana wa kiume ambao anasema nimesimama mchungaji, tena ninatamani nami miongoni mwa vijana nifanye kazi ya kuatia moyo vijana ili wasimame imara kwa Bwana, waendelee mbele. Wako wapi watu wa kufuatilia watu wanaokata shauri? Hizo huduma zote anatoa Roho Mtakatifu. Inua mikono yako. Roho akutakase. Inawezekana uko hapo na mawazo mabaya, unawazia watu mabaya, umejaa roho ya chuki, umejaa roho ya kinyongo, umejaa roho ya kiburi, umejaa roho ya dharau, umejaa roho ya masimango. Roho wa Mungu anaondoa vyote hivi anaposhuka, anakutenga. Unakuwa mama wa Yesu, unakuwa baba wa Yesu, unakuwa kijana wa Yesu, unakuwa binti wa Yesu, unakuwa mtoto wa Yesu. Funika macho yako. Roho anatakasa, afanye kazi ya kukutakasa. Jiweke wakifu mwaka huu, uwe chombo cha Bwana, ulete watu kwa Yesu, uanze kufanya huduma katika jina la Yesu. Funika macho yako, sema Baba Mungu, ninakuja mbele zako, nimesikia neno lako na nimeona ushahidi wa neno lako. Na kuomba sasa Baba, na kuomba sasa Baba, ushuke ndani yangu, ushuke ndani yangu, ukanitakase Roho Bwana, ukatakase moyo wangu, ukatakase mawazo yangu, ukatakase kinywa changu, ukatakase midomo yangu.
ukanifanya upya, ukanitenge kwa ajili ya kazi yako, nikuletee utukufu ndani ya kanisa hili na mahali nitakako kwenda, nikuletee utukufu Bwana, katika jina la Yesu. Nijaze Roho wako, nijaze Roho wako. Inua mikono yako juu, nijaze Roho wako kama ulivyowajaza mitume, kama ulivyowajaza wanafunzi. Na mimi unijaze Bwana, na mimi unijaze Bwana. Funika macho yako, ni maombi. Na mimi unijaze Bwana, katika jina la Yesu.